unajua kuna utofauti mdogo sana ambao watu wanashindwa kutofautisha kwenye michuano ya ligi ya mabingwa na namna ambavyo timu za Tanzania zinayaendea. Yaani mfano sasa hivi mtu ukitokea ukimwambia kwamba Simba amefanikiwa sana kwenye amefanikiwa kuwa na development kwenye michuano ya CAF tofauti na Yanga. Shabiki wa Yanga atakutukana, shabiki wa Simba atakutukana, atakusifia. Na ukimwambia kwamba Simba ni miongoni mwa timu chache kwenye ukanda huu wetu ambao imeweza kuwa na muendelezo kwenye michuano ya ligi ya mabingwa, bado kuna watu ambao wataenda against na wewe. Lakini ukanda huu tu mpaka ukanda wa magharibi. Lakini sasa hivi kama hapa nilivyotoka kutaja kwenye hizi timu zote ambazo nimezitaja hapa, umesikia kuna timu ambayo tumeitaja walao inatoka kwenye ukanda wetu. Yaani ukiondoa Mamelodi hakuna timu hata moja. Kwani Mamelodi anatoka kwenye ukanda wetu. Yaani ukanda wetu hamna kitu. Wa Sekafa. Hakuna mtu hata mmoja ambaye yupo. Ameongezeka mpaka TV Mazembe. Unajua kwenye ukanda wetu ndio kamsogeza. Hayupo kwenye hii listi. Tukisema ya kwamba Simba na development kwenye michuano ya ligi kwenye michuano ya CAF kiujumla, mtu huwa anachukua ugumu kwenye kuelewa. Lakini mtu unapotaja development unataja namna ambavyo mwenzio anakuwa na consistency. Ana progress. Yes, yani kuna hatua ambazo anazipiga ambazo hata kesho, yani Simba akiamua kufuta wachezaji wake wote au Shop akawaondosha kwenye kikosi, msimu ujao Simba akileta wachezaji wapya, bado utakuta Simba kwenye robo finali, kwenye hatua ya makundi. Huyu Simba ambaye tunamzungumza. Lakini ukija kucomparison na Yanga, Yanga alifika kwenye hatua ya finali, kombe la shirikisho. Msimu unaofuata akaenda robo finali, si ndio? Msimu unaofuata akaishia makundi. Angalia kikosi cha Yanga ambacho kilienda hatua ya finali kwenye kombe la shirikisho. Khalid Aucho hao walikuwepo, licha kwamba kuna baadhi ya wachezaji hawakucheza majeraha sijui nini na nini. Lakini anza kuangalia wachezaji wengi walikuwepo. Hawa cream ya wachezaji bora ilikuwepo. Msimu uliofuata kwenye hatua ya robo finali, licha kwamba kulikuwa na matatizo hapa na hapa sijui waamuzi wamefanya nini, lakini angalia cream ya wachezaji wa Yanga ambao ilikuwepo. Ndio ile walau ilikuwepo kwenye mchuano kwenye finali. Njoo uje uangalie hawa ambao wameishia kwenye hatua ya makundi. Bado cream ya wachezaji ile iliyokuwepo kipindi kile, wameongezewa wachezaji wengine bora ambao wana historia kubwa na michuano ya CAF. Lakini wameishia sehemu gani? Wameishia chini kabisa. Njoo mtazame Simba. Angalia Simba alivyokuwa anahangaika kupata matokeo kwenye ligi ya ndani ya Tanzania. Njoo uje mchukue Simba anayehangaika yule kupata matokeo, mlete kwenye michuano ya CAF. Tofauti kabisa na yule Simba ambaye alikuwa anazungumzwa kwenye michuano ya ligi. Hapa ndipo ambapo nakuja kukuambia kwenye michuano ya ligi kwenye michuano ya kimataifa, Simba ana maendeleo, Yanga ana mafanikio. Mafanikio unaweza ukayapata alafu yakapotea. Maendeleo ukiyapata, hiyo tunaita ni development ambayo unaifanya wewe kwa progressive. Yaani kuna progressive change ambayo wewe unaifanya. Kuna sehemu. Ndio maana sasa hivi ukimwambia mtu Simba amefanikiwa kuwa na development kwenye michuano ya ligi ya mabingwa, anakukataa. Lakini kwenye uhalisia ukija kuweka kwenye phase namna ambavyo jamaa amekuja kuzipangua kutoka kufungwa 5 sijui nini mpaka kuja ugenini kwenda kupata matokeo, na sasa hivi namna ambavyo anaendea michuano anakuja kuvuka hatua nusu finali, unamuelewa namna ambavyo Simba anafanya maendeleo yake kwenye michuano ya ligi ya mabingwa.